Mungu, saidieni watoto hizo kelele na kutembea. Mungu, saidieni watoto hizo kelele na kutembea tembea kukatike kabisa. Watoto waangaliwe vizuri. Watoto wawekwe chini ya uangalizi. Wasiwe na uhuru wa kutoka nje peke yao. Kama unaandika, andika nguvu ya sadaka katika ufalme wa Mungu. Nguvu ya sadaka katika ufalme wa Mungu. Kimsingi hauwezi ukapata kitu kutoka kwa Mungu bila kutoa sadaka. Sadaka ni ufunguo ambao unafungua mbingu kutamka neno juu yako au kufanya kitu kwa ajili yako. Naomba nisikilize vizuri. Sadaka ni ufunguo unaofungua mbingu na unasababisha au unamsababisha Mungu kutamka na kutenda kitu juu yako. Na mtu wa kwanza tunayekwenda kumwangalia ambaye ni mfano mzuri ni Mungu mwenyewe. Muasisi wa sadaka sio mtu. Alianzisha sadaka sio mwanadamu. Alianzisha sadaka ni Mungu. Na katika ufalme wa kiroho huwezi ukapokea nguvu katika ufalme wa kiroho au nguvu yoyote ya kiroho bila kutoa sadaka. Na hii ni kwenye falme zote mbili. Ukienda katika ufalme wa Mungu, ufalme wa haki, ufalme mtakatifu, huwezi ukapokea nguvu ya kiroho ya kimungu kama haujatoa sadaka. Lakini kwa upande mwingine, ufalme wa kiroho wa giza, huwezi ukapokea nguvu ya kigiza ya kishetani kama haujatoa sadaka. Kwa hiyo muasisi wa sadaka ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, tunaona Mungu anatoa sadaka. Nimesema somo langu ni nguvu ya sadaka katika ufalme wa Mungu. Mungu anatoa sadaka. Maandiko yanasema katika Yohana 3:16, andiko ambalo kila mmoja analifahamu. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hata akamtoa mwanae wa pekee. Mungu alipoupenda ulimwengu, maandiko yanasema akamtoa mwanae wa pekee. Kwa nini Mungu alimtoa mwanae wa pekee? Kwa nini Mungu alimtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo? Mungu alimtoa Yesu kama sadaka, awe dhabihu. Na alipomtoa mwanae, hakumtoa mtoto wa mtu, alimtoa mwanae tena wa pekee ambaye ni mmoja tu. Alimtoa ili apate nini? Ajitwalie watoto wengi. Kwa hiyo alimtoa Yesu Kristo kama sadaka. Alipomtoa Yesu Kristo kama sadaka, lengo alikuwa anahitaji awe na watoto wengi. Jamani, haleluya. Si useme amina. Si useme amina kwa sauti. Kwa hiyo muasisi wa sadaka ni nani? Ni Mungu. Sasa kama Mungu alitoa sadaka ambaye ni Yesu Kristo,
sadaka ya Mungu isiyo na mawaa. Maandiko yanasema ni sadaka isiyo na mawaa, lakini lengo ni kwamba ufalme wa Mungu ujitwalie watu wengi. Ndio maana Mungu alimtoa Yesu Kristo kuwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa mtu wa pili. Mtu wa pili ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni sadaka. Yeye ambaye ni sadaka alitolewa na Mungu na yeye anawajibika kutoa sadaka. Sikia, Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, ni mali ya Mungu. Sasa Mungu, sadaka ni kitu kinachokuhusu, yani unatoa kitu cha kwako. Jamani, amina, ambacho labda kimetokana na wewe au ni sehemu yako. Sasa Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mtoto wa Mungu. Mungu anamtoa Yesu kama sadaka, maana Yesu ni mali ya nani? Ya Mungu. Ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo anamuumba. Mungu anajisikia maumivu kwa ajili ya Yesu, mtoto anayempenda, lakini akaamua kumtoa nini? Sadaka. Haya, aliyetolewa sadaka na yeye anatoa sadaka. Baada ya Yesu kutolewa sadaka na yeye akatoa sadaka. Yesu akatoa sadaka kitu gani? Alijitoa uhai wake, kwa sababu ndicho alichokuwa nacho, akayatoa maisha yake ili amnunulie Mungu watu wa kabila zote. Jamani, amina. Yeye mwenyewe alijitoa kama sadaka, dhabihu iliyo hai. Na ukisoma Wafilipi ile sura ya 2, uanze na ule mstari wa 5. Naomba tusome hapo. Tunaona jinsi ambavyo Yesu alijitoa. Anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Jamani, amina. Kilichompandisha Yesu ni ile sadaka aliyojitoa. Sasa Mungu anamwadhimisha Yesu kwa sababu Yesu amejitoa kama sadaka. Nimesema hivi, nguvu ya sadaka katika ufalme wa Mungu. Kwa neema ya Mungu, Bwana atatusaidia, tutaendelea vizuri hapo mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, watu wengi wanatamani kumuona Mungu au kuona nguvu ya Mungu. Huwezi ukapokea nguvu ya Mungu au baraka za Mungu kama unaogopa kutoa sadaka. Na sadaka ile uzungumzia ni zaidi ya ile unayoifahamu au tunayoijua. Hii ni sadaka ya kujitoa. Sadaka hii ya kujitoa ni sadaka ya gharama, ni sadaka ya maumivu. Ukitaka kujua sadaka ninayoizungumzia, sio ile ambayo unaitoa huku unacheka, ni ile ambayo unatoa huku unalia. Sadaka ambayo inakugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wapandao kwa machozi
watavuna kwa kelele za shangwe. Narudia tena, Biblia inasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe. Maandiko hayajasema wapandao watavuna kwa kelele za shangwe. No, imesema wapandao kwa machozi, apandaye kwa machozi. Naomba neno machozi usilione la kawaida. Neno machozi ndilo linalosababisha huyu mtu avune kwa kelele za shangwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kila mtu anaweza akapanda, lakini kuna mtu amepanda kwa machozi. Sasa sadaka naizungumzia ni sadaka ambayo unajitoa gharama. Mungu hawezi kukupa kitu kwa sababu tu unakitaka. Mungu atakupa kitu kama uko tayari kulipa gharama inayofanana na unachokitaka. Malipo yako unayoyatoa, gharama unayoitoa inalingana na kile utakachokipokea. So Mungu ni muuzaji makini. Ukienda kwenye duka lake unataka kununua kitu, Mungu anakuruhusu kununua, ila utanunua na utapewa kulingana na gharama unayotoa. Jamani, amina. Useme amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa utoaji ambao unaleta kitu cha tofauti ndani ya maisha yetu ni ule wa gharama, machozi. Aina ya sadaka unayoitoa inaonesha aina ya kitu unachokwenda kupokea. Nielewe vizuri. Kuna mtu anaitwa Ibrahim. Ibrahim mwanzo alikuwa anatoa sadaka ya wanyama na anafanya ibada kwa Bwana kila wakati, na Mungu alizikubali. Lakini nafika wakati Ibrahim anataka aitwe baba wa mataifa, uzao wake uwe kama mchanga wa baharini, kama nyota za angani. Mungu akamwambia, sawa Ibrahim, inawezekana, lakini uko tayari kulipa gharama? Are you ready to pay the price? Kwa sababu sadaka ya ng'ombe na ya mbuzi na mifugo uliyokuwa unatoa hailingani na hicho unachokitaka. Ni kweli nina uwezo wa kufanya, lakini sitafanya kimazingaombwe. By the way, Mungu wetu sio Mungu wa mazingaombwe. Mungu wetu ni Mungu halisi, anafanya vitu ambavyo ni halisi, vinaeleweka. Mungu wetu hafeki vitu. Hana vitu fake. Mungu wetu ni original. Oh, hallelujah. Ni original, special. Sio copy. Ni Mungu wa kweli, anaonekana kwa wamchao, wanaomtumaini, wanaomkimbilia, waliojiweka kwake lazima wamuone. Mungu wetu ni Mungu halisi. Jamaa mmoja kwenye Biblia nampenda sana, anaitwa Elia. Elia alimjua Mungu wake alivyo dhahiri, akawakusanya wale watu wote ambao walikuwa wanaabudu Mungu Baali, akawaambia Mungu wangu ni dhahiri, wala sibatishi kwake, na mjua ana uwezo. Ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayefanya. Akasema leo ijulikane kama ninyi mnamwabudu huyo, lakini mimi pia namwabudu Mungu aliye hai. Leo tuone. Akawaambia waweke maji, waweke madhabahu, wachinje na ng'ombe, waweke juu yake, wamwange na maji mapipa 4, kwa sababu
hakuwa na wasiwasi. Maandiko anasema wale wajamaa walipomaliza hakuna kilichotokea. Elia zamu yake ilipofika akasema, Mungu ijulikane upo. Wewe ni dhahiri, kama ambavyo nakujua wewe ni dhahiri, basi jidhihirishe na kwa hawa wakujue. Akamwita Mungu. Maandiko anasema moto ukashuka kutoka juu ukalamba sadaka, madhabahu na maji, na watu wakamtukuza Mungu aliye hai. Sema amina. Sema amina. Nazungumzia uhalisia wa Mungu. Sasa kulingana na kile ambacho Ibrahimu alikuwa anakitaka, Mungu alimwambia atoe sadaka ya mtoto wake. Aina ya sadaka unayoitoa inaenda sambamba na aina ya nguvu au level ya nguvu ya Mungu itakayokuwa kwako. Sikia, mtu aliyelima msuweka ya mahindi, Mungu akajalia mvua, wote wakatia mbolea vizuri, wadudu hawakuja kuharibu. Na mwingine akalima eka 10 za mahindi, na yeye pia neema ikawa juu yake, mvua ikanyesha. Watakapofika kwenye eneo la mavuno hawawezi kulingana. Kwa nini? Huyu aliyelima nusu eka atavuna sawasawa na kile alichokilima. Tunaelewana? Lakini huyu aliyelima eka 10 naye akapata mazao kulingana na nguvu aliyowekeza. Aina ya sadaka unayoitoa inatoa tafsiri ya wewe uwe nani au upokee nini. Sijui naeleweka. Aina ya sadaka unayoitoa inatoa tafsiri ya wewe uwe nani au upokee nini. Upewe nini wewe, uwe nani baadaye. Namna unavyojitoa leo kama sadaka kwa Mungu, ndivyo unavyomwonyesha Mungu kwamba wewe unahitaji nafasi gani kwenye ufalme wake, au kama ni nguvu akupe nguvu kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Situseme amina. Jamani, haleluya. Unajua Mungu si dhalimu. Wapendwa, Mungu si dhalimu. Hebu sema kwa sauti, Mungu si dhalimu. Kabisa. Mungu ni Mungu wa haki. Mungu ni Mungu wa haki. Humpa kila mtu sawasawa na alivyotenda. Yaani Mungu hajawahi mzulumu mtu, na Mungu hatokaa mzulumu mtu. Uzuri wa Mungu ndio hapo. Mungu hajawahi kuwa na sifa ya dhuluma. Mungu hajawahi kumdhulumu mtu, na Mungu hawezi kumdhulumu mtu, na hawezi hata kuwaza kumdhulumu mtu, kwa kuwa yeye ni Mungu wa haki. Kwa nini haki? Mungu humlipa kila mtu kulingana na alivyotenda. Maandiko yanasema apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu, kwa wingi, maana atavuna kwa wingi. Kwa kipimo upandacho ndicho utakachovuna. Hapo hakuna muujiza. There is no miracle. Hakuna muujiza. Unahitaji nini kutoka kwa Mungu? Mungu hafanyaji mazingaombwe. Mungu hafanyi mazingaombwe. Mungu ni Mungu wa haki. Anamlipa mtu kwa haki, na anampa mtu kwa haki, na hana upendeleo. Na kwa kuwa Mungu hana upendeleo, yuko makini sana kuhakikisha ya kwamba anatenda haki kwa kila mtu. Narudia tena hapo. Hapo kwa sentensi kama kaa vizuri. Mungu ni Mungu sahihi. Yeye ni Mungu ambaye huwezi ukamdanganya.
wala siwezi nikamdanganya. Sikia, siwezi nikamuomba Mungu kitu ambacho anakiona ninakiomba lakini hakifanani na mimi. So Mungu hawezi akakupa kitu ambacho akifanana na wewe. Mungu anipi kwa sababu nimemuomba au nataka. Kigezo cha Mungu kunipa kitu fulani, Mungu anaangalia uhalisia wa kile ninachokiomba, kama kinafanana na kile ninachokitaka au na yale maisha ninayoishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa mfano, unaenda unamuomba mtu gari, ana roho yake safi, sio mchoyo. Naomba gari, niende wapi? Niende mjini. Unajua kuendesha? Sijui. Na uko pale peke yako unaomba gari ya mtu. Yule mtu atakupa gari? Umeshakuendesha gari? Sijui. Una leseni? Sina. Naomba gari. Akikunyima unasema yani kwa kweli fulani mchoyo kweli. Nilienda kwake, nikamuomba gari. Yani ipo tu, imekaa tu, iko tu pale. Si akaninyima. Unaulizwa na mtu mwenye akili zake timamu, unajua kuendesha? Sijui. Una leseni? Sina. Sasa ulikuwa unapewa gari ya nini? Mungu hawezi kukupa kitu ambacho wewe mwenyewe hujakifanyia mazoezi. Naomba tuelewane vizuri hapo. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho wewe mwenyewe hujakifanyia mazoezi. Ndio maana maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake ili Mungu akupe lazima uone kwanza. Uone kwanza. Alimwambia Ibrahimu, tazama, inuka uangalie. Pale ambapo utaona ni upeo wa macho yako, hilo eneo nitakupa. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho wewe mwenyewe hujakifigure out, hujakiwazia. Sio umekiwazia tu kwa mawazo, kwa matendo. Narudia tena. Sadaka unayoitoa au aina ya sadaka unayoitoa ndiyo inayoamua uwe nani na upate nini. Ibrahimu alipomtoa Isaka, baada ya kusikia sauti ya Mungu, iliamua, ile sadaka iliamua Ibrahimu awe nani kesho. Jamani amina. Jamani amina. Aina ya sadaka unayoitoa ndiyo inayoamua kesho yako. Ukitaka kupokea ufalme au miliki yoyote lazima utoe sadaka. Hii ni hata katika habari ya ufalme wa giza. Tunawasikia watu wanasema kwamba huyu ni mkuu wa wachawi. Mjue kusikia? Jamani, mjue kusikia? Hata watu wanasema, sijasema hujawahi kuona, hujawahi kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu ndio mkuu wao. Unakuta yule mtu ametoa kafara, amemfanya mama yake kuwa zezeta, ameua watoto wake, wengine wameua wake zao, wengine waume zao. Kadri wanaozidi kutoa sadaka na aina ya sadaka wanayotoa ndio inaowapandisha nini? Juu. Unashangaa huyu anakuwa ni mkubwa katika ule ufalme wa giza, mwingine anakuwa ni mdogo. Kinachowatofautisha ni namna ya utoaji sadaka. Sijui unanielewa? Masuala ya ufalme wa kiroho huwa yanaongozwa na sadaka. Ndio maana Paulo aliwaambia Warumi, ile Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa 1, akawaambia hivi: basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Akasema hivi, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kumbe ibada yenye maana mbele za Mungu ni ibada ambayo mtu anajitoa kama sadaka. Sijui unaelewa? Bwana sifiwe. Unajitoa kama sadaka. Yaani sadaka yako ndio inasababisha ibada yako yenye maana. Kwa hiyo
Inaweza ikawa ni pesa yako ambayo umeitoa, imetoka kwenye jasho lako. Inaweza ikawa ni kitu chako, inaweza ikawa ni nguvu zako, inaweza ikawa ni mwili wako, inaweza ikawa ni muda wako, inaweza ikawa ni utumishi wako unaoutoa kwa maumivu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mtu anatoa muda wake kama sadaka. Sasa tunapozungumzia kama sadaka, maana yake haufanyi kama wengine, unaenda maili zaidi. Kuna mwingine anatoa fedha yake kama sadaka, anaenda zaidi. Hamjawahi kusikia mtumishi wa Mungu mmoja, mimi aliwahi kunishuhudia, akawa ananiambia, Zakaria, usione nabarikiwa. Akawa ananipa siri, watu wengine hawajui. Akawa ananiambia, mimi ninapotokea mchango pale kanisani, nilishajiwekea katika maisha yangu, sitaji kiwango kidogo cha pesa. Mzee mmoja ametusimamia kwenye ndoa yetu, yupo hapo mjini sasa hivi. Mwaka jana tuliokuwepo Nazareti, nafikiri mlimuona, anatoa ushuhuda kwamba amepewa neema na benki kwenda sijui nchi gani, sijui wapi wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee aliniambia hivi, kuna wakati watu wengine wanafikiri nina hela nyingi kumbe hawajui mimi naziteka baraka. Kwa nasema inapotokea mchango, kwa sababu nahitaji kumiliki hela nyingi, nimeshajiwekea limitation kutoa hela nyingi, lazima nitoe hela nyingi. Anasema wakati mwingine ninaahidi hela ambayo mimi mwenyewe sina, afu naenda kukopa. Sijasema uende ukakopa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Huo ni ushuhuda ambao alikuwa ananishuhudia. Sasa inafika mchango, unashangaa, hivi huyu mtu yeye maisha kwake mbona apitaji kwenye mabonde? Anainua mkono milioni, watu wanashangilia, ubarikiwa. Unafikiri abarikiwe? Anabarikiwa. Anabarikiwa. Tena mwingine anasema kwamba tumetua mzigo, amenunua mwenyewe, asante. Nafurahi. Wewe haujapumzika. Unaona, jamani, umetubeba kweli. Amewabeba, yaani umetubeba kweli, yaani kwa kweli. Jamaa acha kabisa. Mungu alibariki, na kweli maneno yenu yawe tiki. Ngoja Mungu alibariki. Maana nyinyi mmekaa mnamkodolea macho, mwenzenu anafanya. Bwana asifiwe. Sasa mtu anasema kwamba yaani unajua bwana ni jamaa. Anasema kuna wakati alikuwa amepewa kama katenda fulani kwenye kashule fulani kupeleka mbao, akatoa kwa Bwana, Bwana akafungua milango juu yake. Leo hii ni miongoni mwa watu wenye pesa humu mjini. Lakini wakati nipo pale mimi Nazareti, huyu mzee alikuwa kwanza hana pikipiki, baadaye ndo akanuanga pikipiki li Honda, haya sijui Shanley anaitwa. Leo majumba usiseme, magari anaendesha, pesa anazo. Anakuambia mtaji wake ni kutoa. Kuna kutoa kule kawaida, sijui unaelewa. Kuna kutoa kama sadaka, na siri ya sadaka lazima ikuumize, lazima uumie. Ukitoa alafu haujaumia. Siku moja Yesu alifanya kituko. Sasa hiyo uongozwe na Mungu. Bwana asifiwe. Akawaona, akaona matajiri wanatoa nini? Sadaka. Na yeye akaenda kwenye nini? Kwenye kitungu. Wametoa, tena walitoa kiwango kikubwa. Alipofika akamwona mjane mmoja ametoa senti hizi. Sijasema uende ukatafute senti 2. Akatoa senti hizi 2. Alipotoa senti 2, Yesu akaja akasema huyu ametoa kuliko wote. Alichokuwa anakilenga Yesu nini? Maana yake ilikuwa hii. Alisema ninyi mmetoa katika ziada,
ya mlivyo navyo, lakini huyu mama ametoa hata kile ambacho alikuwa anakihitaji. So sikia, sadaka, ukubwa wa sadaka sio kiwango. Ukubwa wa sadaka ni maumivu yanayotokana na hicho unachokifanya. Sijui kama inaeleweka. Inaweza ikawa ni 500, lakini ndani yake ya ile 500 kuna maumivu. Sijui unaelewa? Kuna maumivu. Yaani Mungu huwa anaangalia kitu kinachogusa moyo, kwa sababu Mungu hana mwili. Huwezi kugusa mwili wake. Mungu anaangalia kitu kinachogusa moyo. Mara zote ili uguse moyo wa mtu lazima ujiingize kwenye maumivu au kwenye hatari. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Sasa sadaka ina nguvu. Kuna mwingine anaweza unaweza ukaambiwa kumtolea Mungu sadaka ya kitu chochote au ya maisha yako wewe mwenyewe. Bwana anakuambia kile inapofika saa 9 uamke uombe. Ule wakati watu wamelala, wewe unaamka, unaanza kuomba. Uombe saa nzima. Hiyo ni sadaka. Unapofanya vile, kiukweli unatamani kupumzika, lakini kwa sababu ya Bwana unajitoa. Si kuna mtu anachokifundisha. Bwana asifiwe sana. Jamani, tuko pamoja. Sasa kwa kufanya vile, unaweza ukaambiwa na Mungu ufanye kwa muda mrefu sana. Kumbe kile kitendo wewe unatoa sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa namna unavyokuwa mwaminifu katika kufanya na kudumu katika hiyo hali, ndivyo unavyobadilisha viwango vyako katika ulimwengu wa roho. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Sadaka ndiyo inayoweza kumsababisha mtu akapata nguvu za kimungu. Nguvu ya sadaka inaweza ikabadilisha aina ya maisha yako, namna unavyojitoa, kwa Mungu. Katika ufalme wa Mungu huwezi ukapokea chochote kama usipolipa gharama. Nataka nikupe tahadhari. Ndiyo maana usifanye vitu kwa kumuiga mwingine. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake ambayo Mungu anataka amfikishe. Sasa ukisema ufanye kama huyu, ujui huyu anataka nini. Jamani, amina. Unachokitaka wewe unatakiwa ukilipie. Yaani kile unachokitaka utaongwa gharama ya hicho kitu. Jamani, kwa mfano tumeondoka hapa wote, mimi nataka kununua baiskeli. Naenda kununua baiskeli mjini. Wewe unataka kwenda kununua pikipiki. Tutalingana kiwango cha mfuko? Tutalingana? Sasa unalazimisha, yani hela yangu hii ya baiskeli na mimi nalazimisha nipewe pikipiki. Inawezekana? Inawezekana? Nitaishia kupewa nini? Helmet. Ile kofia. Toa napewa 2 ya kwako wewe dereva na ya nani? Na ya abiria. Unaondoka na helmet kwa miguu. Wakati huyu EF80 yake amenunua nini? Baiskeli. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hii ya baiskeli huwezi kanunua pikipiki. Labda kama unaenda kununua tube ya pikipiki. Sisi tuko pamoja watumishi. Amina. Uwezi ukaondoka hapa na shilingi 100,000 unaenda kununua pikipiki. Lakini kuna uwezekano ukaondoka na 100,000 ukapata ka baiskeli. Na kenyewe kanafana hiyo 100,000. Hiyo baiskeli ya 100,000 zipo mpaka za 40,000. Ila ukizinunua lazima utafute 50 zingine uwekemo ndio ile baiskeli ikamilike vizuri. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Sasa unafika pale kwa mwenye pikipiki, bwana niuzie bwana mimi hela hii hapa. Mbona huyu amenunua baiskeli na wote tumelingana hela? Ndio hayo maombi wote tunamwambiaga Mungu. Mungu, naona fulani, yeye umembariki. Ana tuko naye tu wote.
ukasema kwamba Mungu ni wa dhuluma. Yaani Mungu ni Mungu wa haki. Jamani, amini. Mungu anakupa kitu kulingana na gharama uliofanyeje? Uliotoa. Tuko pamoja? Gharama uliofanyeje? Uliotoa. Mungu hawezi kukupa kitu kwa sababu anataka kusaidia. By the way, Mungu asaidiaje watu? Mchungaji anaongea nini? Yes. Mungu hakupi kitu kama anakusaidia. Mungu hajawahi saidia mtu. Mchungaji anahubiri maneno, nahubiri kabisa. Neno. Mungu hajawahi saidia mtu kwamba sasa umekaa umelendemka Mungu haja kusaidia. No. Waulize wagonjwa walioenda kwa Yesu. Waulize. Wako wengi walikuwa na mpaka yani wamedebera kabisa kwa Yesu. Yesu alikuwa anawapita tu na kudebera kwao. Ndadebera tu lakini mpaka mtu aingie kwenye system. Jamani, tuko pamoja. Kanisa, tuko pamoja. Wanajiuliza huyu mwanamke ameponaje? Mbona wengi tuko hapa tumejirunda hapa tunakusukuma hata hujashawishika tuko vile vile. Alafu unasema kuna mtu amekugusa, anasema no, kuna mtu amefanya kitu. Yesu mnadao mnanisukumiza hapa. Kuna mtu amefanya kitu. Yuko mtu amenigusa. Wanasema sasa sisi kumbe sisi sio watu. Nasema yuko mtu amenigusa. Nyie mpo lakini mimi sijajua nyinyi akina nani, ila kuna mtu amenigusa. Na mara zote alikuwa anawaambia enenda, imani, simseme kwa sauti, imani imani. Alikuwa anasema imani yangu mimi Yesu. Alikuwa anasema imani ya mtu, imani ya mtu mwenyewe. Yaani yule anayetaka kitu ana imani kiasi gani? Sikia, maana yake ile imani ilikuwa inatakiwa itoshane na kipimo cha kitu unachokitaka. Ulipe malipo halali ili upewe kulingana na kile ulichofanyaje. Ndio maana wakati mwingine Yesu akufanya mambo alafu akawaambia watu kwamba unajua kwa nini nikutendeka? Kwa sababu mlikuwa na imani lakini kidogo. Yaani imani yenu ni haba. Ndio maana hapana nisema hivi, haya Bwana, mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Maana yake kama ulikuwa umechukulia kwamba hili jambo ni la kawaida, unatakiwa ufunge na kuomba. Si jamani, kama tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu hawezi mpaka kitu mtu. Mungu hata kama unakufa, Mungu hakupi kitu kwa sababu anakusaidia. Mungu anakupa kitu kwa sababu umekuwa na uelewa na uwezo wa kulipia gharama ya kile unachokitaka. Na ngoja nikwambie, katika ufalme wa Mungu ni ufalme unaozungumzia gharama. Jamani, nawaambia ukweli. Kama utoi gharama, hakuna mtu bahili kama Mungu. Chukua nobili mpigani leo. Hakuna mtu bahili kama Mungu. Na hakuna mtu ambaye anaishi kwa utaratibu kama Mungu. Yaani Mungu ndo anafuata sheria kuliko sheria zenyewe unazojua. Wale mahakimu wanaosimamia sheria huwa hawatengui sheria kwa sababu hapo ulipo umeshalia sana na umekaribia kuzimia. Sheria inabaki pale pale, wewe utazimia, utaamka umekuta sheria iko pale pale. Piga mwano, rukaruka, kimbia, urudi, ukitulia unakuta sheria iko pale. Sema kwa naona sasa alivyofanya anaenda kufa. Sheria iko pale. Sasa Mungu hakupi kitu kwa sababu ameona sasa mvi zimeanza kuja. Kwamba mwanangu sasa mvi zimeanza kuja, ujenge kwa naweka nyumba. Angekuwa Mungu anaangalia mvi halafu anaachilia hela za kujenga nyumba watu, mimi ningesubiria tu mvi zije, nyumba tayari. Maana Mungu akiona mvi anashtuka. Anasema mwanangu, ulikuwa unaimba pambio, ulienda kanisani, haiwezekani na mvi zako nyumba. No. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mvi zitakuja mpaka zitaacha kuja. Mungu anaangalia wewe, hiki unachokitaka umelipa gharama. Umelipa gharama. Kila
kitu unachopewa na Mungu lazima ulipe gharama. Jamani, amina. Jamani, amina. Kila kitu. Wasome, mtaniunga mkono. Hata umefika la 4, wewe umesoma. Ilishatokea siku moja umepelekwa tu darasa kwa sababu baba yako aliwahi kumnunulia mwalimu baiskeli. Yaani huko chekechea, sababu mna urafiki na mwalimu baba yako. Yaani mwalimu wako ana urafiki na baba yako, na baba yako anampaga na lift. Ikatokea from nowhere ukashangaa ulikuwa la kwanza, la 7 ghafla. Mimi si baba bwana anampaga mwalimu lift bwana. Eti inatokea. Sisi wengine tulirudia mpaka tukataka kuzeekeana, lakini tulikuwa tunarudia tu. Mpaka ufaulu. Hawakuonei huruma kwamba sasa unaelekea kuwa mzee. Yaani wewe Shamsi, ili uende max baba. Yaani ili uende hapa alama zimefika. Vinginevyo wewe rudia tu. Kwa sababu kinachokupeleka kule unakotaka kwenda ni jitihada zako, ni gharama unayoitoa. Jamani, sisi kuna mtu anaelewa? Bwana asifiwe. Hivi unajua kuna watu wamekaaga tu wanasema Mungu atafanya. Mungu atafanya. Mwanafunzi asomi anamwamini Mungu atafanya, anakuja kumjibia mitihani. Kwa na mwanafunzi wa aina hiyo. Kwa hiyo pepa imekaa hapa mbele, anafumba macho, Baba katika jina la Yesu, ananena kwa lugha, akimaliza naamini Bwana nitakapoweka mkono. Doji. Unaweza kuweka mkono. Yale majibu ya AB, unashanga yote uliyoweka yote umekosa. Yaani yote, bora ungefumbua macho. Bora ungefungua. Wewe haya mambo usiyapeleke kiroho jinsi unavyofikiria. Haya mambo yanahitaji uhalisia. Amina. Wewe fumbua macho, angalia swali, kunguta na vumbi, toa ujinga. Unafumba macho. Yaani Mungu, kuna wagonjwa huko wanataka kufa. Kuna watu kwenye shida. Yaani Mungu aache kuwahudumia hao. Aje achukue mkono wako, aweke kwenye D. Huyo Roho Mtakatifu. Ukimpata unigawie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Apandacho mtu ndicho atakachofanya. Atakachovuna. Mimi nimekaa Usukumani ni miaka sasa. Kwa sababu sijajifunza Kisukuma, sikijui. Unafikiri kwamba sikijui Kisukuma kwa sababu nimekaa nchi ambayo hawazungumzi Kisukuma? Nimekaa tena nimezungukwa na Wasukuma. Ila shida yangu ni moja, sijataka kujifunza. Kwa hiyo kuna mtu anakuja, anahamia Kahama hapa, anaweka bidii ya kujifunza. Miezi 2, ni Msukuma. Tena kabila langu kabisa, lakini anapiga Kisukuma kama cherehani. Mimi nikasema, hivyo mimi nimekuja tu juzi. Bwana tusaidie. Mungu hawezi kukupa kitu kama hauna ule msimamo na hujaamka wewe mwenyewe kukitafuta. Ndio maana anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Mungu hawezi kukulazimisha umtafute. Ila ni wewe mwenyewe, yaani gharama unayoitoa ndio inayomshawishi Mungu akupe kitu kulingana na gharama ambayo umefanya. Utofauti uko wapi? Ukiona unatofautiana na yule, ujue kwamba mmetofautiana kwenye gharama. Siku ukiongeza gharama, na wewe utakuwa kama huyo, na ikiwezekana unaweza ukawa zaidi ya huyo. Mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi tena, haleluya. Muongezee Bwana Yesu makofi na vigelegele, haleluya. Gharama unayotoa ina determine maisha yako na kesho yako iweje. Yesu alimwambia yule mwanamke, waabudu halisi
imewapasa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Alikuwa anamaanisha hivi, siku mkiamka mkaanza kuabudu katika roho na kweli, mtamuona Baba. Maana yake kile unachokifanya, Mungu siku zote anatafuta mtu aliyemaanisha. Na ili uonekane umemaanisha, Mungu anaangalia gharama. Gharama unayoitoa inaonesha kiasi gani wewe umemaanisha. Ndio maana binti anapotaka kuolewa, ili tujue kwamba huyu kijana aliyeenda kwake amemaanisha, huwa anaambiwa gharama. Kuna mtu anaelewa? Bwana asifiwe. Gharama. Kwa sababu kama amemaanisha hawezi kukwepa gharama. Lakini kama ana mambo yake tu anazungumza mdomoni, huyo mtu kwenye gharama, ndo uhusiano utakatikia hapo. Kwa sababu hatakuwa tayari kutoa nini? Gharama. Unajua hata kwenda kwao na binti ni gharama. Unajua hata kuwaona wazazi wake ni gharama. Unajua hata kumwambia mchungaji tu na uongozi wa kanisa kwamba mimi nimepata mchumba, nataka kuolewa, unajua pia ni gharama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mwingine hawezi hata kusema, maana anakwepa nini? Gharama. Sasa ukishakwepa gharama, maana yake hautapata kile kitu, na ukipata sio chenyewe, ni fake. Narudia tena, ukiona mtu amekuja, umekutana na mtu barabarani, akakwambia unaona hii ni dhahabu, dhahabu kabisa, imetokea ajali, kulikuwa kuna Wahindi kwenye gari, wakaanguka, wakapoteza fahamu, kwa kuna kabox kakadondoka, mimi nikawai kwenye ile box bwana, nikaokota hii ni dhahabu. Sasa ili ujue ni dhahabu, gharama moja anakupa bure dhahabu. Yeye mtu wa watu hataki hela, anakuja kupa wewe hiyo dhahabu, anakuambia nipe tu hata 50,000 nikuachie, hiyo ni dhahabu. Wewe shtuka. Yaani yeye ana dhahabu. Jamani, yeye tuko pamoja au tumeshaenda nyumbani kuchocha maraki? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye ana dhahabu kabisa. Gramu ngapi hizo ambazo amezisema? Na anaijua. Alafu anakuambia nimeokota dhahabu, naomba unipe laki nikuachie. Nikuachie, yaani mimi nina haraka, wala sihitaji, wala mimi nipe tu laki. Hivi wewe mpaka unaitoa hiyo laki, hujajiongeza kwamba hii sio dhahabu? Yaani mimi nikipata dhahabu siji kukupa, nakuja kukuzi, yaani nipe 50,000 nikupe dhahabu yangu, labda sio dhahabu. Bwana tusaidie sana, atoe wa kweli tu. Bwana Yesu asifiwe. Itokee tu, yaani ghafla bilivu tunatembea na wewe uokote dhahabu na ukajua ni dhahabu. Kwanza utarudi ulikotoka, utabanwa haja kubwa na ndogo, muda huo na choo utakiona kilipo, na by the way hakiko mbele, kiko nyuma, anatakiwa uniache. Natakiwa uniache bwana. Lazima choo kiwe kwenye mazingira ambayo mimi siwezi kusogea. Sio, unaelewa? Lazima ubize, uje haraka ghafla binvu. Simu za emergency ziko wapi? Hujapata miss call ya emergency kurudi nyumbani? Lazima zitokee ghafla, emergency call. Kuna mtu ananiita nyumbani, mchungaji, hebu endelea tuende kushuhudia. Unajua kabisa hapa dhahabu. Jamani, tuko pamoja watumishi? Haleluya. Huwezi ukaokota dhahabu na unajua kabisa ni dhahabu, alafu ukaendelea kutembea ulivyokuwa unatembea. Lazima mtembee ubadilike. Lazima nyimbo zibadilike. Hata aina za nyimbo zinabadilika. Na mawazo ghafla yanabadilika. Yanakuja mawazo ya kizunguzungu, ya kiindini yanaondoka.
vyakula ambavyo ulikuwa unaona mbele yako, ulikuwa unaona mlenda, tayari pilau unaiona mbele yako. Kama ulikuwa umevaa sweta, nijua kana umeshana na suti nzuri. Shanga jamaa anabadilisha mawazo, kauli, muondoko, tembea, anajiona tayari yeye si mtu ali. Jamaa haujawahi kuona mama yuko kwenye jiko anapika samaki sato? Kwanza wao wagombani. Agombana na watu, mtu wa watu. Na hana haraka. Bwana sifiwe. Kuna nyimbo baba pale tumekaa kwenye jiko pale, nyimbo za mtu anayeiba alafu anakatakata nyama. Kuna nyimbo zinakuja automatically, nyimbo za nyama. Unaonaje unaweza kulipa kodi, unaongeaje? Yaani kuna vitu vinabadilika. Jamani, amina. Ila wakati mambo ni magumu, kuna vitu vinatokea. Kwanza uweze kumuona Mungu wakati mambo ni magumu. Akipita paka mbele yako shetani. Akipita chura shetani. Akija mtoto shetani. Amekuja jirani kuomba moto, wasumbufu wasubiri maagent hawa. Bwana tusaidie. Ile Bwana ametenda. Wewe mtu wa watu. Jamani, haleluya. Gharama unayoitoa inalingana na kile ambacho unakwenda kupewa. Na ndio maana lazima tujifunze kutoa nini? Gharama. Na usiogope kutoa gharama, kwa sababu ile gharama ni ya kile ambacho kitakuja kwako, ya kitu unachokitaka wewe. Ukitoa gharama kubwa, maana yake utapata vitu vikubwa vinavyolingana na kile unachokitoa. Jamani, haleluya. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Watumishi wa Mungu, tunahitaji kujua mafanikio yetu hatutaweza kufanikiwa kama hatujafikia kwenye level ya kujitoa kama sadaka. Naomba usimame tu kwa miguu yako miwili. Naomba praise tu. Sasa lazima uangalie jinsi unavyojitoa. Jinsi unavyojitoa. Gharama unayoitoa inalingana na kile ambacho Mungu anakwenda kukupatia. Na usiogope kutoa sadaka. Iwe ni muda wako, iwe ni nguvu zako, iwe ni pesa zako, fanya kitu kwa Mungu. Mungu anakumbuka sadaka. Mungu anaweza kusahau vitu vyote, lakini Mungu hawezi kusahau sadaka. Unajitoa kiasi gani? Sadaka yako ni nini? Unataka umfanyie Mungu nini kama sadaka? Nyosha mkono wako mbele juu. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza, 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 unaweza Bwana. Inaweza, inaweza Bwana. Inaweza, inaweza, inaweza Bwana. Inaweza, inaweza Bwana. Sema unaweza.
inatosha, inatosha Bwana, inatosha, inatosha Bwana, inatosha, inatosha, inatosha Bwana, inatosha, inatosha Bwana, mwaminifu.